Ankobike, tuangalie tukio bwana la kupigwa kwa mwenezi wa Bawacha. Sasa gazeti la Mwananchi wameweka habari ukurasa wa mbele, wanasema mwenezi wa Bawacha asimulia alivyopigwa. Hawaka chembe kide lazima ukae. Habari kwa ukurasa wa 7 gazeti la Mwananchi. Gazeti nyingine ambalo limeangazia habari hiyo ya kupigwa kwa huyu kada wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, wapi kwingine? Twende na hilo. Ndio. Ili tukio bwana limetokea Njombe na katibu mwenezi wa Bawacha huyu anaitwa Sigrada Mligo mwenye umri wa miaka 34 ameeleza kuwa sababu ya kushambuliwa na mlinzi ni baada ya kunyimwa nafasi ya kujitetea juu ya tuhuma alizopewa kwenye kikao cha ndani cha chama hicho kilichofanyika mkoani Njombe, na amesema miongoni mwa tuhuma dhidi yake ambazo ziliwasilishwa mbele ya makamu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Heche ni yeye kuongoza vikao bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo wakati anataka kujitetea, lakini maana kisi unajua unapotaka kujitetea lazima unyoshe mkono. Utajitetea ukiwa wapi? Hapana. Mwenyekiti lazima kuruhusu. Sasa huyu kwa sababu tuhuma zake zilikuwa zinanea akataka kurupuka tu. Ndio mlinzi akamwambia tulia. Hichi ni chama cha makamanda. Kwa hiyo akaminya. Sasa kwenye mkutano wa ndani, unajua sasa hivi chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya uchaguzi wao ambao waliufanya mapema mwezi wa pili wa kwanza. Ilikuwa mwezi wa huo nafikiri. Sasa baada ya kufanya uchaguzi wao wakawa kulikuwa kuna kambi mbili kubwa. Ilikuwa kambi ya Mbowe na kambi ya Lissu. Sasa zile kambi zilikuwa zinasigana. Msigano ule. Sasa baada ya uchaguzi ule kupita, wakakubaliana sasa waweke mapanga chini, waende kwenye maridhiano ndani kwa ndani. Kwa hiyo jana kumefanyika mkutano, kikao cha ndani cha kuponya majeraha. Kile ambacho aliagiza mwenyekiti mstaafu. Alisema kwa hawezi kuagiza. Kwa heshima yake. Mwenyekiti alisema ichukuliwe watu watumia nje nini. Sasa yeye mwenyekiti Tundu Lissu alitafuta baraza la wazee. Kwa hiyo akatafuta wazee. Twendeni mkarekebishe mambo. Kwa hiyo jana kunyewe kurekebisha. Kwa hiyo kila mtu akawa anatoa dukuduku lake. Kwamba bwana. Kwa hiyo huyu mwenezi naye alikuwa na dukuduku lake. Miongoni mwa yeye dukuduku lake kuna mwingine naye dukuduku zidi yake. Si umenielewa? Kwa hiyo sasa ikafika hatua sasa huyu mwenezi naye anataka kusema ajitetee sasa. Muka limepanda, makamu mwenyekiti Heche akasema, akaamuru kwa sababu unapiga kelele ndani tusikizani, kwanza toka nje. Alafu ukipunguza jazba, ukisapoza rohoyo jo rejea. Sasa wakaanza kugombana huko nje na mabao huko. Uingie. Haiwezekani, mimi naingia, mimi mjumbe. Unaingia, uingie. Basi baadaye mwenye ule nani wakakubaliana bana naye aingie. Mwacheni aingie. Hizwe pengine naye ana hoja msingi. Sasa yule mmoja yeye akamwambia, "Wewe unasemaje? Mnasema aingie wapi? Akati mimi ndo kamanda." Mwaingie huyu. Mimi ndio kamanda. Nitampiga. Si ndio taarifa tulizozipata zinasemekana allegedly. Hatuna uhakika leo huyu. Nitampasua. Sasa mimi sio msemaji. Hebu tueleze mwenyewe. Chadema people. Zungumzia ngoja. Wewe tulia wewe. Atueleze mwenyewe. Sikia. Akatokeza mtu anaita ni wa ulinzi na usalama, misimfahamu. Akajitokeza na manywele kama marasi. Amepanda hewani, akatoka na kimbia mlangoni kabla mimi sijaingia. Yani ile mara wametoka kunichukua nje, nataka kuingia ndo akanikimbilia, akanipiga ngumi kichwani. Nilidondoka pale na baada ya kudondoka nikapokea kisigino cha kichwa na mkono ukaenda kujibamiza kwenye jiwe. Baada hapo ndo wengine wakaingilia, nikazima kwa muda mfupi. Mimi sikujitambua, nimekuja kujitambua, nimeshikiliwa na watu. Bahati nzuri, kumbe wakati malumbano yale yanaendelea, jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria. Jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria ya kawaida. Kumbe polisi walikuwepo. Alikuwepo OCD, alikuwepo mkuu wa kituo na maaskari wengine wawili walikuwa kwenye doria ya usiku. Kumbe walisikia zile kelele tunazolumbana pale nje, kwa hiyo wakasogea. Kwa hiyo OCD na mkuu wa kituo na mawipi wawili waliona mimi nikipigwa.
wanadondoka pale